mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. 4. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? 5. Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Bwana bariki andiko. Tulia tena kidogo. Tulia, tafuta mwanzo. Jamaa aliweza kujua ya kwamba alikuwa Mfarisayo. Na Mfarisayo unasikianga hata ukiambia mama hata kama hajaenda kanisa, wewe ni Mfarisayo. Lakini wamama ndio wanaambianga wase. Amekuwa Mfarisayo. Maana yake sasa amemsukuma mpaka kwa ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu aliweza kusema ya kwamba aliweza kuenda, alikuwa analinda kikosi. Lakini ile watu wa Yehudi wala alikuwa analinda. Angetambua ya kwamba huyu ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe walikuwa wanajua, unaweza kuwa uko bali na unajua kile kizuri kilicho pale, lakini hutaki kudhibitisha, hutaki kusema watu wasikie. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake huyu aliweza kufanya nini? Huyu aliweza kuenda usiku. Wale Mafarisayo wengine wale wanamzunguka wamelala. Akaweza kupata ujasiri na alikuwa na nini kikosi mzima, lakini aliweza kuenda nini? Aliweza kuenda usiku, akamwambia sisi tunajua wewe ni Mungu, hii maneno unafanya hatuwezi, lakini sasa inawezaje? Bwana Yesu asifiwe. Nitafanyaje? Aliuliza nini? Soma hapa, aliuliza nini? Hiyo ni ya pili. Mstari wa pili. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, tunajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. 4. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Akaa chini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajua huyu ameulizwa ya kwamba usaliwe mara ya pili. Yeye anauliza, yaani unaweza swali lisiloeleweka. Mtu anawezaje kurudi ndani ya tumbo? Unaona hiyo ni kama kuleta msaa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukaambia yeye ya kwamba usaliwe mara ya kwa maji na kwa Roho. Ilikuwa inataka hapatirike. Nafikiri ya kwamba wote mmeoga asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Si wote mmeoga asubuhi. Nikimnusa hivi sikasikia marashi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukilala siku 3 na utoke ukuje kwa kanisa na kile nguo uliitembelea, kweli mahali utakaa itakuwa sawa. Hata wanaume mkifanya magwamba hivi, unaona wanadada wanaangalia hivi. Naona anaimba anaangalia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini harufu haipendezi? Kwa hivyo ilikuwa inataka apatirike matendo yake na apatirike anyenyekee. Bwana Yesu asifiwe. Wapatirike na wanyenyekee. Si ati wewe umeingia majini, wewe unaenda kuingia maji, atuone kubatizwa maneno yote. Si unaingia maji unarudi kwa barabara. Bwana Yesu asifiwe. Unaingia maji unaenda kuua. Unaingia maji unaenda kwa inanga sufuri. Unaingia maji unaenda kufanya vyako. Bwana kama ulikuwa mchoyo inaendelea. Lakini unapoingia maji, si hii maji ilikuwa tuna sababu, ilikuwa mfano. Unapoingia maji unatoka ukiwa mtu tofauti. Unatoka ukiwa ile harufu ulikuwa naye umeiacha kwa maji. Sasa wewe uko mtu tofauti. Unapoingia katika nyumba ya Mungu, si ati unaingia kwa ajili ya nini? Si unaingia utoke ukiwa mtu tofauti. Ukiwa unatenda mambo tofauti. Na roho kwanza umebadilika, unabadilika mpaka kiroho. Unabadilika matendo, baada ya kubadilika matendo watu watakuona huyu siku hizi hayuko bila anakuwa. Maana yake ndiposa watu wanasema asaliwe kwa maji na kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Ukiteremka pale utaona iliyosaliwa kwa mwili ni mwili, iliyosaliwa kwa roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Hasa wametoa maji.
Sasa mwili inatanganya watu wengi sana. Hii maneno huwa natangaza hapa, hii maneno naongea hapa, mwili inakutanganya. Nikienda hivi sitakusanana vizuri. Hata kwa barabara watu waniona tu nimefunga kitambaa. Watu waniona tu nimefunga kitambaa kama mama mzee. Unaona? Mwili sasa inakutanganya, mwili inakuendesha. Ukiona pasta unajificha, mwili inakuendesha. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kukubaliana na mtu, kukubaliana na neno ya kwamba hili neno liko, au utakubaliana naye. Bwana Yesu asifiwe. Kimoza roho na roho na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wako utabadilika, bado unakuendesha, na mwili unakuendesha katika maovu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa akaambiwa kwamba usaliwe kwa maji na kwa kiroho. Yaani ubadilishe ile ulikuwa unafanya magumu na roho ikuendesha uwe mtu mnyenyekevu. Si ati mimi nimebatizwa. Kati ya ubatizo iko wapi? Na bado unapiga watu geto. Bado unaibia watu. Bado unatukana watu. Itasaidia nini kubatizwa? Kama hujabadilika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujabadilika kiroho, itasaidia nini? Kati ya ubatizo ndio pastor amekuweka kwa maji. Amekuombea, itasaidia nini? Bado unatanganya, bado unatenda maovu. Haikuna kitu itasaidia. Badilika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ukishabadilika ya mwili, badilisha kiroho. Sasa wewe umekuwa mtu unatenda mema, umekuwa mtu mnyenyekevu, umekuwa mtu wa maana, umekuwa mtu wa kuaminika. Bwana Yesu asifiwe. Tumemaliza na Nicodemus. Unajua Nicodemus alitoka hapo bila kupata suluhu. Kwa ajili ya maswali yake kama ya ukusi, mimi naweza sema. Nawezaje kuingia ndani? Lakini wakati aliambiwa badilika, aliitikia. Hiyo kitabu inasema hapo itikia. Maana yake kutoka kwake hapo tunaona kwamba ilikuwa story nyingine. Hakuweza kubadilika. Aliendelea kuingia katika Mafarisayo ili atende mengine. Lakini kama angebadilika, angeenda kuambia kutangaza huyo huko kweli huyu ni mtoto wa Mungu. Lakini hakuweza. Kwa hivyo tutaingia katika kanisa siku nyingi sana. Tutatenda katika kanisa, tutaimba katika kanisa. Lakini tunapotoka tutasukura hakuna kitu kile tumepokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kile ambayo tumepokea. Na wengi sana ndio unaona kombe hizi zinakuwa manuniko inakuwa mingi. Kwa ajili umeingia kanisa, yaani umekutana na Yesu. Hii kitabu yeye ndiye aliandika, sio mimi. Mungu aliandika. Lakini umetoka uko vile ulikuwa. Mwaka nenda rudi. Hakuna kitu unaweza ambia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona ya kwamba yeye hakutoka hapo na ushuhuda. Alitoka bila aliingia. Aliingia kwa giza, akatoka na giza. Unaingia kanisani na giza, unatoka na giza. Unaingia na shida, unatoka na shida. Kwa ajili Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikosa jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Mtu akaenda pamoja naye. Wafika tatu. Yesu asifiwe. Bwana akamwambia Ibrahimu, ondoka, nataka kukubariki. Enda mpaka ile nchi nitakwambia, ili ya kwamba nataka kukubariki. Ondoka na kila kitu ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuache kulala. Tuache kulala. Akae na mtu hawa na mkonga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ya kwamba basi. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta ya kwamba umeambiwa ya kwamba ondoka, nataka kukubariki. Kuna ile kitu inataka itoke ndio Mungu akubariki. Kuna bahali inataka usimame ndio Mungu akubariki. Kuna bahali Mungu atanena na wewe. Kuna ile kitu unataka ukuze ndio Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake amemwambia atoke katika jamii yake, atoke katika familia, na atoke na kila kitu. Asiseme kwamba katika jamii yake, jamii yangu niliwacha kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi Mungu anawaambia muondokeni?
Wangapi Mungu ameshasema uondoke? Nafikiri ya kwamba tulipokuwa huko chini Mungu aliweza kunena sana. Unajua nyinyi hamsikiangi, naongea msikii, unakuwa kama Nicodemus, watu wa kutokusikia. Ama unasikia roho ngumu ndio inayojinga inaingia, alafu unasahau. Watoto tulieni, watoto tulieni kwa vitu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua baraka ziko, lakini Mungu amekwambia kwamba wache familia yako, wache kila kitu, hama mali yako, wacha kila kitu, enda ile nchi tutakuonyesha. Ibrahim alikuwa na shida sana njiani. Ibrahim alifika huko hata bibi akanyang'anywa, lakini aliweza kusema nikutumisha neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipofika mahali pale ilikuwa ni vigumu sana, lakini Mungu amemwambia kwamba ondoka, nataka kukubariki. Hivi nataka muache maneno mengine ili ya kwamba Mungu asimame kwa ajili ya baraka. Tuko na baraka katika maisha yetu, lakini zile baraka zimekuwa ngumu kutufikia, basi amuondoki. Bwana Yesu asifiwe. Amuondoki, msonge mahali pale. Nataka muondoke. Nataka muondoke kwa ajili ya kwamba Mungu afanye nini? Mungu aingie ndani yenu ili akakubariki. Maana yake unaona ya kwamba anasema ya kwamba ondoka. Ondoka, nataka kukubariki. Kuna bahali unaweza kukaa, Mungu hawezi kukubariki. Kuna bahali unaweza ingia, Mungu hawezi kukubariki. Kuna bahali unaweza oa, Mungu hawezi kukubariki. Kuna bahali utaoleka, Mungu hawezi kukubariki. Kuna bahali utakuza na hapo Mungu amesimama. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi utaandikwa na tajiri lakini usibarikiwe. Omba Mungu aje na hiyo kazi, omba Mungu akuonyeshe mahali utasimama. Semeni haleluya. Unaona kuna mambo mengi sana kwa ajili ya baraka. Baraka si huyu ni mbarikiwa wa Mungu. Na wakasema ya kwamba kuna mtu mwingine tutamfikia, tutambariki. Atakaye kupiga tutampiga, atakaye kunyima tutamnyima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuseme tuweke Mungu hapa, tuweke Ibrahim hapa, tuweke adui hapa, adui wa Ibrahim hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona ile kitu tunafanya sasa katika ile kanisa, hatuwezi kuelewa Ibrahim ni nani. Nani ameelewa? Brothers, kufanya Ibrahim Bwana Yesu asifiwe. Tunakosa kujua ya kwamba ule mtu tutasimama naye na baraka zetu, mambo yetu ipite ni nani. Unaona, tuko katika hili kanisa, lakini mambo yetu inapita, na kama haipiti ni kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe ama ni nani? Huyu mtu Ibrahim ameambiwa vizuri, sijui kuna wale aliama nao, ameambiwa vizuri sana, ule atakubariki, utambariki. Kuna ule mtu unaweza kuopesha pesa, ulikuwa na 10,000 hatutafanya kitu kama hamjajua. Kuna mtu utakopesha atakulipa 10 yako, ulikuwa na 30,000 utafanya kitu. Mbona utuweke ndani? Sisemi msikopeshe, hata nyinyi mtakopa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ukienda kwake akupatie kitu hata kama ni ng'ombe, utasaana kabisa na utafuka yako. Na kuna mtu akishakupatia moja, yote utanunua hata yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mkono wa Ibrahim. Turuke. Twende hiyo 13. Turuke kuanzia 5 mpaka 11. Asante. Mstari wa kwanza unasema Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Umeendelea? Naruka mstari wa 5. Na Lutu kuwa na mtu wa baraka, na ukose kuelewa ya kwamba
mtu wa baraka niko naye. Unaweza oa bibi ya baraka, unaweza saliwa na wazazi wa baraka, unaweza tembea na ndugu wa baraka. Kuna mwingine hata ukitembea naye polisi watakuja kushika tu. Unaona polisi wanamsimamisha nini wewe? Mnashikwa bila sababu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu alitembea na Lutu. Kufika pale Lutu pia akawa na ng'ombe zikaanza kusaana, makondoo, ngamia zikaanza kusaana. Lutu akaenda kusukuma watoto wa wafanyakazi wake na wa Ibrahimu wafanye nini? Waanze kupigana. Maana yake anaona hii hata mimi niko naye ataniambia nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu akaleta kisirani. Mungu anaweza kuleta kisirani kwa ajili ya kutenganisha kitu fulani na kitu fulani. Mungu unakuanga unaweza kuwa baadhi uone rafiki yako imekuwa kisirani, uone ni bibi yako imekuwa, uone ni ndugu yako ameleta kisirani, uone yani ama mnafanya kazi kunaendelea tu na wafanyakazi wenzake kisirani imeanza. Na kumbe Mungu anataka kupeleka pahali yako. Bwana Yesu asifiwe. Akutenge na huyu ndio hii kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Aliweza kufanya nini? Aliweza kuenda na Lutu akafika huko akaanza vita na Ibrahimu. Na mmesahau ya kwamba nimemwambia kwa ile mstari ya 12 alisema ya kwamba ondoka, atakaye kulaani na kulaani, atakaye kupiga na kupiga, atakaye kulisha na kubariki. Kama Lutu angesikia ile neno na akuwe nalo, Lutu angepata ile shida alipata. Bwana Yesu asifiwe. Lutu angeanzisha vita. Hata Lutu ndiye angemwambia sasa nimeangalia imekuaje, wache tuende hivi. Lutu na ile mali alikuwa naye yote, aliingia mpaka akaingia Sodoma na Gomora. Kabla Sodoma na Gomora itahukumiwa, itachomwa, Sodoma na Gomora ilikuwa safi, ilikuwa Garden ya Eden. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa Garden safi sana. Sasa yeye akaona na yangu hii iko maji pale, aona vile iko green, akaambia Ibrahim, wewe ndio unalima jangwani huku, mimi nitateremka huko. Sasa wewe umeona ingine, unaweza kuwa tunaishi vizuri, utakutanganya uache kazi yako, utakutanganya uache nyumba yako, utakutanganya uingie mahali hahitajiki. Bwana Yesu asifiwe. Ama machefuno ingie, useme kwamba utaniambia nini? Unaona? Sasa yeye alipoleta hii maneno, akaona Ibrahim alitangulia kumwambia, angesema baba, fanya hivi, niambie, waje tusitoke kwa ajili ya vita, waje tutoke kwa uzuri, waje tukalisha hawa wasipigane, baadaye tutoke kwa uzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye alibeba macho juu, akaona kule Sodoma na Gomora na ikiwa safi kabisa, akateremka na mifuko yake huko. Bwana Yesu asifiwe. Akateremka, unajua na ruka, akateremka huko na mifuko yake, akachunga huko. Soma 14 Mwanzo. Abrahamu aliposikia kwamba mkule ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliosaliwa katika nyumba yake, watu 318, wakamfuata mpaka Dani. Mstari wa 15, akajipanga apikane nao usiku, yeye na watumwa wake. Akawapika akawafukuza mpaka Hoba uliokuwa upande wa kushoto wa Dameski, naye akarudisha mali zote, akamrudisha na Lutu mkuye na mali zake na wanawake pia na watu. Abrahamu aliporudi kutoka kupika akawachia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno nilikuwa natafuta tu hapo moja. Yeye alipoangalia kule, unajua kile kilienda kufanyika. Nilisema sitahubiri leo, nikufundisha tu, na usiposhika shauri yako. Ukiona nusu dola mimi nasimama hapa napiga shauri yako. Alipokuwa amebeba hizo mali zote, akachukua zote na wafanyakazi, wameingia Sodoma. Wale wakuu huko wakakashambulia, akakuwa na nguvu, akakuwa na maaskari wa kutosha, akakuwa na mkono wa Mungu. Licha ya kwamba amesaliwa kwa ukoo wa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Alienda akateremka kule, alipoteremka kule alishambuliwa, akanyang'anywa mali yote. Kumbe alikuwa na wanawake, si hata mwanamke. Akanyang'anywa mpaka na watoto. Wakawateka nyara, wakaenda na kila kitu. Kwanza hata mwenyewe wakamteka nyara. Bwana Yesu asifiwe. Walienda na kila kitu. Sasa unaweza kuwa katika
pale, ulikuwa umesimamisha msingi wako. Lakini kisirani ikuje itokee, ama machefuno ikuje itokee, ama kutokuelewa ikuje itokee, uache mali huko, uende mali utaenda kutesekea, ukifikiria ya kwamba ni pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tunahubiria watu hapa, tunaombea watu hapa, usiku umeenda kwa manabii, anaenda kuangalia vile kazi yake inafanya, vile ndugu yake hapo, vile nani anamuonea, nani ameroka. Huyo nabii baada ya kuchukua pesa, huwa anaomba maombi gani? Bwana Yesu asifiwe. Huwa anaomba maombi gani? Huwezi enda, leta mshumaa, leta nini, imewashwa. Huwezi toka hapo kule, 2,000 utawacha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na si vibaya, ni kupenda kwako. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta ya kwamba yeye ameona pahali pazuri sana, amechagua pahali pazuri sana, ameona ndo pazuri, lakini mkono wa Mungu umetoka mahali hapo, mkono wa Mungu umetoka juu yake. Unaona? Sasa kuna mambo ambayo inataka uelewe. Kuna mambo inataka unapochukua uamuzi, uchukue uamuzi ulio bora, uchukue ushauri. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kama angewaza, Ibrahim aliambiwa ya kwamba akulaanie nitamlaani, akupigae nitakupiga, akubariki nitambariki. Alikuwa amebariki Ibrahim na kila kitu, wale walikuwa karibu wote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Ibrahim alipotoka kwa Ibrahim, maasi imeanza. Kiji kwanza ametekwa nyara, amechukuliwa hizo ng'ombe, alikuwa anasema hatuwezi toa, tumechukuliwa. Kwa ajili ya huruma, Ibrahim amefanya nini? Ibrahim amefuata, ameenda na wafanyakazi wake, alituma watu. Ni ngapi? Alituma watu 310. 318 na wanane. 318 watu 310 na wanane. Bwana Yesu asifiwe. Kuenda kupigana ili waokoe Lutu. Sasa wewe unaenda kuokolewa na yule mtu ulimuita adui. Wewe unaenda kuokolewa na yule mtu ulimtoroka. Wewe unaenda kuokolewa na yule mtu ulimkataa. Sasa kwa ajili ya huruma ya Mungu akatuma Ibrahim, na Ibrahim zile nguvu alikuwa nazo, alikuwa na mkono wa Mungu, hata akifika hapa hakuna kile kingewezekana kutushinda. Bwana Yesu asifiwe. Hata roho ya Ibrahim ikishuka hapa hakuna kile ambacho tunaweza kosa. Maana yake Ibrahim ni mbarikiwa wa Mungu, na sisi wote tunabarikiwa kutoka kwa Ibrahim. Aliambia wote, mataifa wote watabarikiwa juu ya kwa ajili ya wewe. Sasa watu wanaenda hata katika makanisa hawawezi kutambua ya kwamba Ibrahim ni nani katika ile kanisa. Kuna aliyosimama kama pastor kama mimi, kupitia kwetu, kupitia kwa baraka mtakuwa na neno mtasimamisha. Kuna kitu utasimamisha kidogo, utajijenga kidogo, hapo utatoka ukiwa kama Lutu. Uende unyang'anywe vyote. Bien. Utoke unatukana. Utoke umekasirika, alafu uchukuliwa vyote. Kwa huruma tukutane tena na wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunakosa ujasiri kwa kukaa katika duniani. Unaona Lutu amejiletea shida, amenyang'anywa yote. Baada ya hapo amekaa katika Sodoma na Gomora. Ile mali yote aliwacha ikachomekea hapo. Hakutoka na kitu hata kidogo. Hakutoka na kitu kimoja. Bibi yake ndiye alienda kuita Mafarisayo. Akawaambia kwamba kuna watu wamekuja hapa, Yoshua ametuma wachunguzi, enda muangalie hiyo saa. Hiyo inchi. Aliweza kufanya nini? Haleluya. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Huko nyuma semeni haleluya. Good. Ile mali alikuwa ameingia naye Sodoma na Gomora ilikuwa nzuri sana. Sodoma ilikuwa nzuri. Kulikuwa na kondoo zingine za nyinyi hamjaziona, lakini zile kondoo zote ziliweza kuchomekea ndani. Bibi yake yote iliweza. Unaona baada vile aligusa Ibrahim. Unaona kile maneno inaenda moja baada ya nyingine. Haya mali alienda, wala alitoka na watoto wake, akaenda akaoa tena. Unaona vile tabu ukataa mtu wa Mungu. Wale wanakataa neno, wanatukana neno. Unaona vile maneno inaenda. Akaenda akatoka na watoto. Sasa mahali alienda hakukuwa na mji, hakukuwa na watu wengine. Akaenda akachukua watoto. Hao watoto ndio mtoto wa kwanza, msichana alizaa.
Mwamoni wa pili, kwa msichana wa pili. Hawa ni wachukua Lutu, tena watoto wa Lutu. Bwana asifiwe. Unaona vile hao watu ndio Wafilisti. Wale watu Mungu hawezi kuwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa katika nyumba ya Mungu namna hii. Unaweza ingia katika nyumba ya Mungu namna hii. Lakini kila ambacho umetenda katika nyumba ya Mungu kitakudhuru maisha yako karibu yote. Hata tuseme yote. Lakini ukirudia Mungu utapata kwamba hiyo kitu imegeuka. Maana yake najua kwamba Moab, unapokaa katika mtu wa Mungu, unapokaa na Mungu wa mtu wa Mungu karibu, hata kama ulikuwa na laana zitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Unamjua ule alikaa na mtu wa Mungu, mtu ule wambarikiwa nyumba ya Yuda. Akasema mfano, unamjua? Umehubiri tukahubiri. Haleluya. Unamjua? Daudi alizaliwa na nani? Daudi alizaliwa na nani? Yesu alikuwa mtoto wa nani? Yesu alikuwa mtoto wa Obedi. Obedi alizaliwa na Ruth. Ruth alikuwa Moab. Alafu wale nyumba ile Mungu alikuwa amekataa. Bwana Yesu asifiwe. Ile nyumba ilikuwa imekataliwa. Nyumba ya Moab ile Mungu alilani, lakini imetoka mfalme Daudi. Maana yake alikaa na nani? Alikaa na Naomi. Tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Mungu? Hasha. Maana amwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemue, nitamhurumia yeye nimhurumiaye. Basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule akaaye wala yule apikaye mbio, bali yule amrehemuye, yaani Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akakataa nani? Walizaliwa Esau wa kwanza, Yakobo wa pili. Alikataliwa ama akataliwa? Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuwa hapa. Unajua nimetoka huko na Lutu. Nimekuja sana. Tunaweza kuingia katika ile hekalu wote. Lakini sasa Mungu achukue afike pale, achukue ule anataka. Amrehemu ule anataka. Amkatae ule anataka. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme kwamba anaweza kataa kanisa nzima, hapana. Atachukua mmoja na vitendo vyake, amkatae. Atachukua mmoja na udhaifu wake, amkatae. Lakini atainua mwingine kutoka mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwamba alimkataa Esau, akamkubali Yakobo. Unaweza kaa brothers na dada Lucy, ukune kwamba Mungu amemkubali nyinyi wote. Ukune kwamba Mungu kwa ajili ya maombi, vile Mungu ameomba, ama vile Mungu amenenda, ile imani yako naye, Mungu amemchukua tofauti, amewacha mwingine. Nitamrehemu ule, nitamhurumia ule nipendaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anapofika hapa, Mungu asikudanganye kwamba atakataa kanisa zima kwa ajili ya mtu mmoja, hapana. Atachukua mmoja hata nikiwa namna gani, atachukua mmoja kwa ajili ya kuleta kuwa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa katika nyumba ya Moab aliweza kutoa mfalme, mama akaenda akazaa mfalme. Unaweza kusarauliwa katika jamii, lakini mfalme ako ndani yako. Licha ya kwamba wewe uchichue uko wapi na unafanya nini na unatenda nini. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake watu wamedhulumiwa hapa ndani wengi sana. Watu wamekataliwa hapa ndani kwa sura, kwa mwili, kwa mapato. Lakini Mungu aangalie mapato. Maana yake kama angeangalia Ruthi, angeangalia mapato yake, aliangalia imani yake kwa ajili ya kulinda huyu mama mjane. Bwana Yesu asifiwe. Ndio numuninda kwa bila ile mwe. Nyanza ni kunyona ni mwe. Ni Mungu amaya ndugu Ibrahim. Ndugu evangelist na kuna bintu yande ra. Ni brane sevasi ni ndingine. Bwana Yesu asifiwe. Na chendo na barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi dada akiwa kwa madhabahu, wacha tumuibie siri. Basi akiwa kwa madhabahu na umetoa fungu la Mungu umejiunganisha naye. Ukitaka kumtoa toa pole pole, lakini ukimuonyesha kidole, ina utaenda kukutana naye Mungu. Maana yake huyu amewekwa tu hapo, afanye hivyo ndio iwe ushuhuda.
ndio naye ameongojwa ziwe kulu huko mbele. Pita panda hii. Nilikwambia uhubiri, ulikuwa na uhubiri vitu gani? Na ulihubiri hii na ulifanya nini hii? Pita panda hii. Nataka ukakunanga kesi. Bwana Yesu asifiwe.